mashinani. Sasa jamii ya Gikuyu ilikusanyika Nderi, eneo bunge la Gikuyu, katika sherehe za kipekee kukaribisha mwaka mpya kulingana na mila na desturi zao, sherehe iliyowakutanisha pamoja wakazi na viongozi wa kijamii. Wanajamii hao wamesisitiza umuhimu wa kuhifadhi tamaduni zao na kuzitaka jamii nyingine kukumbatia mila na desturi ili kuimarisha mshikamano wa kijamii. Jamii ya Agikuyu ilikusanyika Nderi, eneo bunge la Kikuyu, katika sherehe ya kukaribisha mwaka mpya kulingana na mila na desturi yao. Tuko na event ambayo ni sherehe ya kusherekea kuanza kwa mwaka wa Mkikuyu. Mwaka wa Mkikuyu unaanzanga around March katikati, mwezi wa 3 katikati, tunaanza sherehe ya Mkikuyu ya kusherekea kihukia jahi na kiamwere. Hizo ni kusema Mkikuyu amegawanya mwaka wake miezi 6 roughly, lakini sio kama kalenda ya mzungu. That's why ina overlap, inakuja mpaka mwezi wa 3. Kwa hivyo leo tumekuja kusherehekea. Mungu alitupea last year, tena tunaomba tupatie this year. Tukaomba last year mambo ambayo ametufanyia hii mwaka, tunaomba nyingine ambayo atatufanyia hii mwaka kuendelea mpaka mwaka ujao mwezi wa 3 tutarudi hapa. Wazee wa zamani walikuwa wanaenda kama vile tumekuja hapa kwa Mugumo, wanafanya ibada kama vile tumefanya ya kumshukuru Mungu wetu ili atupatie mwaka mzuri, mavuno mazuri, asituletee maafa na asituletee majanga. Chakula hiyo ya mukimo ni wamama wenye wamehitimu hiyo kiwango wanafaa kutengeneza hiyo chakula. Sio mwanamke yoyote anahitimu kutengenezea wazee hiyo chakula. Kuna kiwango ya mwanamke ule anatengwa kutengeneza hiyo chakula. Wito sasa ni kwa jamii tofauti kukubatia utamaduni wao. Abraham Gadesha, NTV mashinani kutoka Nderi, kaunti ya Kiambu. Sasa wakisema mukimo inapikwa na wamama wa umri fulani, ni kumaanisha nimekuwa nikifanya makosa miaka yangu yote, sababu mwenyewe naupika mukimo. Sasa